Siku ya jana kulikuwa na taarifa ya kamanda wa polisi kule Chunya, mkoani Songwe, wilaya ya Chunya, ambapo alikuwa anatoa ushauri kwa wamiliki wa sheli kwamba wasiuze mafuta zaidi ya lita 2 kwa bodaboda pamoja na bajaji, kwa sababu hao ndio wanatumia hayo mafuta kufika sehemu ya mbali zaidi kufanya uhalifu kwenye hiyo siku alosema 9 Disemba yao. Lakini pia akasema wengine wanatumia hayo mafuta kuchoma majengo ya serikali au majengo ya watu binafsi. So alikuwa na shauri kwa wauzaji wa mafuta wasifanye hicho kitu, kwa sababu wao ni wadau wakubwa sana wa usalama. Lakini pia akasema wale wanaosafirisha mafuta, kwa maana magari ya mafuta, na wao wasiuze kiholela mafuta njiani, kwa sababu kumekuwa na kasumba hiyo kwa watu wauzaji wa mafuta kuuza mafuta njiani, na wao wamejipanga kweli kweli kwa ajili ya kuhakikisha usalama unakuwa sawia kabisa pale wilayani Chunya. Sasa taarifa ambayo imetoka kwa jeshi la polisi, wao wamesema wanaifuatilia kwa ukaribu kabisa hii habari au hii taarifa, wanaifanyia uchunguzi hii taarifa, kwa sababu huyu aliyezungumza hana mamlaka ya kuita waandishi wa habari na kuzungumza hivyo. Hivyo wao wanafanya uchunguzi, na watachokigundua basi hatua stahiki zitachukuliwa mara moja dhidi ya mhusika. Sasa nataka nikusomee barua ambayo imepostiwa kupitia mitandao ya kijamii ya Polisi Tanzania. Hapa naisoma kupitia Instagram. Wao wameweka taarifa inayosomeka hivi: taarifa kwa umma. Kama kawaida barua ambazo wamekuwa wakiziweka wakiwa wanatoa taarifa, wameandika taarifa kwa umma. Jeshi la polisi limeona na linafanya uchunguzi wa taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha imetolewa na mkuu wa polisi wilaya ya Chunya mkoani Mbeya kwa waandishi wa habari kama ushauri kwa wamiliki wa vituo vya mafuta wilayani humo. Uchunguzi huo unafanyika ili kupata ukweli wa taarifa hiyo, kwani mamlaka ya inasema kwani hana mamlaka ya kuita waandishi wa habari na kutoa taarifa kwao. Ikibainika hivyo, hatua stahiki zitachukuliwa mara moja. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hivi ndivyo barua au taarifa ya jeshi la polisi imesomeka hivyo, na ikiwa ni taarifa kwa umma. Hapa pembeni kuna picha ya OCD Chunya ambaye anasema msiwauzie bajaji na boda boda mafuta zaidi ya lita 2. Sasa huko mbele nataka nikuwekee video ya OCD huyu wa Chunya ambaye alikuwa anazungumza hii taarifa. Msikilize, na umeisikiliza taarifa ambayo umeisikiliza na kuitazama taarifa ambayo polisi Tanzania wametoa kwa umma. Sasa isikilize hii aliyoizungumza OCD Chunya, na kama hivyo umeona taarifa ambayo imetolewa na polisi Tanzania. Akili kumkichwa. Itazame hapa OCD akiwa anazungumza, OCD wa Chunya. Tayari. Wamiliki wa vituo vya mafuta na wauzaji tunawashauri kwa kipindi hiki ambako tunaelekea kwenye hiyo 9 Disemba yao pamoja na mambo mengine, basi wasiwauzie mafuta mengi bodaboda pamoja na bajaji. Wauze mafuta kidogo, yasizidi lita 2. Yasizidi lita 2. Kwa sababu unapowauzia mafuta mengi ni kuwawezesha kufanya movement za kutoka point A kwenda point B na kuendelea kufanya uharibifu. Kwa hiyo mafuta yanapokuwa mengi ni kama yanahamasisha, yanawapa nguvu ya kuweza kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine hawa waharibifu. Kwa hiyo upande wa vituo vya mafuta tunajaribu watuelewe, tunajaribu kuwaelimisha watuelewe, kwa sababu wao ni wadau muhimu katika
usalama wa wilaya yetu ya Chunya. Lakini pia tunawaambia wasafirishaji wa mafuta wasiuze mafuta kiholela njiani. Ipo tabia ya wasafirishaji wa mafuta, wanafika njiani wanaanza kuuza mafuta kiholela. Na sisi tumejiimarisha kufanya doria katika maeneo hayo kwenye vituo vya mafuta pamoja na kufuatilia magari ambayo yanasafirisha mafuta. Endapo tutamkuta mtu amebeba mafuta, amepaki njiani, anauza mafuta kiholela, wale wanaouza kwenye vidumu au kwenye vikopo vya lita 1, lita 2, hatutasita kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu watu wanaonunua mafuta kiholela kwenye vidumu, kwenye vichupa vidogo, hao ndio wanachukua hayo mafuta, wanaenda kuharibu miundombinu na kuchoma majengo ya watu pamoja na majengo mengine ya serikali.